Kuzungumza na waziri wa utalii na mambo ya kale, Mheshimiwa Mudrik Ramadhani Suraga, amesema ziara hii mabalozi itasaidia kuikuza Zanzibar kiuchumi na ongezeko la utalii. Wadau wote ambao tumeshirikiana nao katika maandalizi ya ziara hii, leo hii tuko na jopo la mabalozi ambao wanawakilisha nchi zao kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna takriban mabalozi ambao wanawakilisha nchi 30 kutoka Afrika, Ulaya, Asia, kimsingi duniani kote. Hii ni initiative ambayo imeanzishwa na Wizara ya Mambo ya Nje ambayo inajulikana kama Diplomatic Tour and Safari Season 1. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo litakuwa lina mwendelezo. Huu ni mwaka wa kwanza ambao wanafanya, lakini wanatarajia kwamba kila mwaka sasa mabalozi hawa watakuwa wanafanya tour hii. Tukumbuke kwamba mabalozi ni wawakilishi wa nchi zao katika nchi ambayo wanakaa, na wao ni wateule moja kwa moja wa rais wa nchi ambayo wanatokea. Na matarajio ya balozi ni kwamba muda wote anapokuwa katika nchi husika ni kupeleka taarifa nyumbani juu ya hali ya siasa, hali ya uchumi wa ile nchi husika. Lakini kama tunavyofahamu sasa hivi dunia imebadilika sana. Kwa hiyo ukiachilia mbali taarifa ambazo wanazitoa balozi kuhusu hali ya siasa, hali ya uchumi, lakini vile vile kuna dhana mpya ambayo inajulikana kama diplomacy ama economic diplomacy. Kwa hiyo economic diplomacy inahusiana na masuala yote yanogusa mahusiano baina ya nchi na nchi inapokuja katika masuala ya kiuchumi. Utalii ni sehemu moja hapo. Kwa hiyo ziara hii mabalozi wameianza, leo ni ya 4. Walianza kwa upande wa bara kwa kutembelea mbuga za wanyama Serengeti, Ngorongoro na kufanya tours kule pamoja na zile hot air balloon, na leo hii imekuwa ni zamu yetu kwa upande wa Zanzibar. Hapa Zanzibar tumewapokea leo asubuhi na tumeanza ziara yetu kwa kuwatembeza katika makumbusho yetu, ambapo tulianza na makumbusho pale Mnazi Mmoja na baadaye tukawaleta kwenye makumbusho hapa ya People's Palace, lakini vile vile kupata na Stone Town Tour ambapo tumeweza kutembea na kumbuke kwamba mabalozi ni wawakilishi wa nchi zao katika nchi ambayo wanakaa, na wao ni wateule moja kwa moja wa rais wa nchi ambayo wanatokea. Na matarajio ya balozi ni kwamba muda wote anapokuwa katika nchi husika ni kupeleka taarifa nyumbani juu ya hali ya siasa, hali ya uchumi wa ile nchi husika. Lakini kama tunavyofahamu sasa hivi dunia imebadilika sana. Kwa hiyo ukiachilia mbali taarifa ambazo wanazitoa balozi kuhusu hali ya siasa, hali ya uchumi, lakini vile vile kuna dhana mpya ambayo inajulikana kama diplomacy ama economic diplomacy. Kwa hiyo economic diplomacy inahusiana na masuala yote yanogusa mahusiano baina ya nchi na nchi inapokuja katika masuala ya kiuchumi. Nao mabalozi ambao wametembelea Zanzibar wamesema ziara hii itawasaidia kuitangaza Zanzibar kiuchumi, itapelekea kuongezeka ajira kwa vijana. Kwa hiyo ziara hii au shughuli hii ya kidiplomasia kwa upande wa Wizara ya Mambo ya Nje ni hatua ya kutekeleza sera ya mambo ya nje inayojikita katika diplomasia ya uchumi. Diplomasia ya uchumi inalenga kukuza uchumi wa taifa letu kupitia kuvutia utalii, kuongeza uwekezaji, kutafuta soko la bidhaa zetu nje ya nchi na kutafuta mitaji ya kuwekeza nchini kwetu, kutafuta nafasi za ajira kwa vijana wetu nje na kuvutia mitaji kwa mashirika ya kimataifa na misaada ya maendeleo kuja nchini kwetu. Kwa hiyo hatua hii ni hatua thabiti katika utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi yetu. Mimi naitwa Leontine Zeimana, ni balozi wa Burundi hapa nchini Tanzania, na leo tumefika kuja kumalizia hii diplomatic tour tulioanzia Serengeti, Ngorongoro, Arusha na hapa. Kusema kweli nilivyofika airport tu nilishangaa, mapokezi mazuri sana, wametufurahia, wametupa zawadi. Nimependa sana, nimeshukuru sana kwa walioandaa mapokezi. Tena tumekuja hapa, tumefanya submarine. Tumeenda na submarine kwenye maji, tumeona
samaki, tumefurahia, tumekuja hapa, vijana wametufurahisha. Tena ningetaka kuhamasisha hata watu wa kwetu Burundi waje Zanzibar. Sometimes watu wanaenda Europe, wanaenda wapi, wakati matembezi hapa jirani yapo, tena kunapendeza mazuri. Fursa kubwa ya kutembelea museum kadhaa, makumbusho kadhaa. Tumeona historia kubwa ya Zanzibar na vivutio vingi vya utamaduni, watu ambao wanataka kuelewa utamaduni wetu, desturi zetu, na huo pia ni utalii mkubwa na kivutio kikubwa kwa utalii. Kwa hivyo mimi kwangu ningesema hili kwetu kama mabalozi limekuwa jambo la kipekee na jambo nzuri, manake kama mabalozi tunaowakilisha nchi mbalimbali zikiwemo mashirika ya kimataifa kama ya UN, tutakuwa sasa sisi pia ni mabalozi wa Tanzania kwa jumla na pia Zanzibar, kwamba kuna vivutio vingi hapa na sisi tutachangia kwamba Tanzania iwe ni unforgettable Tanzania, manake kuna vivutio vingi, na kwetu sisi itakuwa ni safari ambayo kwa kweli hatutaisahau, na Tanzania kwetu imekuwa ni unforgettable kwa ajili ya experience ambayo tumepata katika matembezi ambayo tumeyapa. Nikiripoti kutoka VOP TV, ni mimi Rayani Hamani. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.